lakini sisi tunafanya huduma kwa ajili ya mbinguni. Amen. Kila kitu inapita Yesu Kristo akurudi. Amen. Amen. Mungu Mwana amekuja tu kupasua pazia. Wewe umepata neno ya kuona Mungu Baba. Amen. Kwa sababu yuko na vitu Mungu Mwana hawezi, Mungu Baba ndani hawezi. Mungu Mwana hawezi kuua, hawezi kupigwa. Mungu Mwana hawezi kupokea utukufu sadaka. Hapa utukufu yuko kwa Mungu Baba mwenyewe pekee. Amen. 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 Ndio nimeona siku moja Yesu Kristo amekoma karibu ya kaburini ya Lazaro. Amesema, Baba, sio kwa ajili yangu, kwa ajili ya watu wote wamesimama hapa. Lazaro toka. Mungu amerudisha utukufu kwa ajili ya macho ya watu. Lazaro amefufuka, ametoka. Amen. Amen. Nataka tusome, tunachukua Marko, saidia na usome, bali chukua Biblia. Chukua Marko 5, tunaanza na mstari 21 mpaka 21 mpaka 34. Nipe mic. Marko 5 21 mpaka 34. Marko 5 21. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona, akaanguka miguuni pake, akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake, apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu wakamfuata, wakimsonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu kwa muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Amen. Amen. Naongelea kwa ajili ya kitu inaitwa chango. Yesu Kristo amekaa kama mwingine, anavuka na ngambo mwingine. Anavuka, amefika na sehemu iko na mkuu ya jeshi, amesema iko na mtoto wangu anafanya nini? Anaumwa, njoo paka nyumbani yangu, mtoto wangu anapona. Imani yake inasema mtu kuponea mtoto wake paka Yesu Kristo anaingia ndani ya nyumba yake. Yesu ameanza yeye na mkutano kwende paka kwa mtu. Unakuja kanisani iko vizuri, lakini iko vizuri sana kutoka ndani ya mkutano, kwa sababu mkutano iko mtu anafuata mtu ajui kwa nini anafuata mtu. Amen. Unajua kama unaenda kuangalia pila, tuko na watu na sehemu ya pila kwa ajili yao iko faida. Kama mchezaji pila ameingia tu kwenye sehemu na kiwanja ya pila, amepata pesa, amemaliza, anapata pesa. Wewe unaenda unashangilia tu, unatoka, unasaidia kupata pesa zaidi, unatoka bila pesa.
Hapa watufuata Yesu bila chochote. Mwingine amesikia anajumulisha mapato na kula, mwingine anafuata kuona ujiza, mwingine anafuata kwa sababu ndani ya watu hakuna Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu kama inashuka ndani ya mtu, kitu ya kwanza mtu anarudi ndani yake, anaacha maisha ya watu wote, msema kwa nini mimi niko vibaya? Kwa nini naongea kaongo? Natamani kuacha maisha yangu. Ndio kuanzia siku Mungu anageuka anaanza kuangalia maisha yako. Amen. Amen. Yuko baba anaweza kuleta Yesu nyumbani mwake. Hata pembeni tuko na mwanawake mmoja amefanya miaka 12. Damu inatoka. Kila mtu anasema shida ya mwanawake ni nini? Ni damu. Lakini shida ya mwanamke sio damu. Kwa sababu kama shida ya mwanawake iko damu, ameshakufa siku ya kwanza au siku ya pili. Unasoma Biblia vizuri. Umeona ki mwanawake ameteseka mpaka mali yake yote imeisha. Maana yake shetani anapiganisha yeye kwa ajili ya mali. Tuko na watu wanateseka kwa ajili amenunua kiwanja, kwa ajili amepata kazi, kwa ajili ya kitu fulani. The shetani ameanza kupiganisha maisha yake. Amen. Siku moja Daniel, ufalme amekupa hiyo ofisi, amepandisha kazi yake. Imeingia na moyo watu wengine imekoma mbaya. Wataanza kusema hata tutengeneze miungu. Tunajua ki Daniel hawezi kupiga magoti mbele ya miungu. Mtakokataa. Tunatupa hiyo wapi? Na shimo ya masimba. Huku anakufa, anapoteza nini? Ofisi. Sisi tunapochukua ofisi yake. Lakini shida sio Mungu, miungu umeweka. Shida iko kitu gani? Ofisi ya Daniel. Ndio kitu mimi naitwa chanzo. Mtu mwingine anateseka leo. Anaomba Mungu, nataka unitoe na nini ya Daniel hapana, na nani ya masimba hapana. Daniel hawezi kuomba hivi. Daniel ameomba siku ndani, amesema Mungu, nataka umenirudisha na ofisi yangu. Kwa sababu anafahamu ke shida zangu ofisi. Shadraka, Meshaki, Abednego wametupuliwa ndani ya moto kwa ajili ya ofisi tu. Ufalme umesema kwa njia sasa hivi watatu kama watu wangu ya karibu. Umetengeneza tena miungu. Amen. Umetupa ndani ya moto. Moto hauna nguvu juu ya Shadraka, Meshaki, Abednego kwa sababu Shadraka, Meshaki, Abednego anajua shida zao. Sijui kama mtu mmoja anaelewa. Unapita shida na maisha yako. Siombe tu kwa sababu ya shida unapita. Lakini ngomba si kwa sababu ya vitu kingine. Mwambie tafuta ndani ya maisha yako vizuri shida yako hii. Nimeenda kuombea mwanawake mmoja wa Arusha. Amesema nimefanya miaka 3 bila kuzaa. Amemaliza kuongea. Nimesema nimeona siku ya sandafu yako. Mtu anaweka kitu kwenye kama, kitu nimefunga tumboni zako. Amesema mtumishi mimi naongo. Hakuna kitu mtaniwekea. Nasema asante. Akao Mungu ameongea hongo. Asante, endelea na maisha yako. Amen. Baada ya miezi 3, miezi 4, rafiki yake ametoka Uingereza amekuja. Amesema nabii, amesema rafiki yangu nataka kuona masiji yako send off, ameanza na sija send off. Imekoma muda ya kucheza, ameona shangazi ya yeye rafiki yake anaweka kitu kwenye kanga. Amuuliza, "Ni kitu gani mtaniwekea kwenye kanga?" Amesema, "Hii na demu sema kuna mtaniwekea mimi kitu kwenye kanga." Amen. Amen. Amenipigia mimi nasema mimi sina muda sasa hivi, tunaangalia mambo yangu hata miezi ya 7, miezi ya 11, miezi ya 12 kwa sababu mimi nimeongea hongo. Anapiga kila muda anaandika na mitandao nasema sasa hivi sina muda. Nimesema pigia shangazi yako kusema kitu gani? Amesema shangazi nimeona na mitandao na video yangu umeweka mimi kitu gani umeweka? Amesema mimi nimefunga tumbo lako. Amesema nifunga, amesema mimi najua kufungua sijui. Amenipigia simu nasema subiri atapana miezi ya 9 ya 10. Kwa sababu Mungu kama amekupa neema ya kuongea na wewe kweli, wewe mwenyewe umekataa. Amen. Umekataa kupokea kweli. Umekataa kupokea kweli. Sio kweli. Kama Mungu anaongea kitu kwa ajili yako kwa sababu anakupenda. Nimesema sawa. Mimi sina kitu kufanya sasa hivi. Mwanawake anateseka. Shetani anapiganisha mwanawake kwa ajili ya mali yake mwenyewe. Amenunua nyumba, biashara inaenda, amekoma la pesa.
Shetani amesema acha naweka magonjwa, anaumwa bila kufa mpaka kupoteza shida zake, akurudi kama ametokea. Leo watu wangapi anateseka kwa sababu amepata kazi, amepoteza kazi mpaka amerudi mtu ya maskini. Mtu wangapi anateseka kwa sababu ameanza biashara moja, imepata jina, biashara imeenda vizuri, baada ya dakika amepoteza kila kitu. Siku yeye anaomba Mungu, nataka kitu kingine. Mwambie Mungu anarudisha biashara zako. Amen. 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 Kitu inaitwa chanzo inasumbua watu sana. Shadraka, Meshaki, Abednego umetupa ndani ya moto, sio kwa sababu ya kitu mwingine, kwa sababu ya nguvu yao ya roho, nguvu yao akili Mungu ameweka ndani yao. Watu sema kwa nini watu kuko na akili? Kwa nini mfalme anapenda watu sana? Kwa nini amekupa wewe ofisi vizuri? Kwa nini iko na mshahara zaidi ya kwetu? Ifo tunafanya kila kitu hii na kufa tunapata ofisi yao. Inaanza kutafutia matatizo. Ndio mara nyingi sana mimi nasema na watu, hakuna rafiki mzuri zaidi ya Yesu Kristo. Nimeona rafiki anachukua mke ya mtu, nimeona rafiki ya mume ya kike anachukua mume ya mke ya mume anachukua mke ya mtu. Nilijaona siku Yesu Kristo amefanya makosa na maisha ya mtu mwingine. Unataka kuishi vizuri duniani, tafuta rafiki kwa zaidi anaitwa Yesu Kristo. Watu wangapi inateseka leo duniani kwa sababu mtu shetani ameumia kwa ajili ya baraka fulani ndani zao. Ameanza kuchafua, amefanya vibaya. Mwanawake damu inatoka. Sio shetani kama ameweka magonjwa to kitu ndani ya mtu kwa ajili ya kumaliza pesa zake, ile kitu zake. Anajumlisha moyo wako na imani ke pesa zako iko na uwezo wa kuponya maisha yako. Biblia imesema mwanawake ametembea na madaktari yote ya nchi, maana yake mtu na uwezo. Madaktari kubwa yote, kwa sababu kutembea kwa madaktari kubwa sio rahisi sana. Unapoteza pesa nyingi sana. Ametembea bila kupata kichoto. Paka pesa zake imeisha. Biblia inasema ameuza na manyumba, damu inaendelea kutoka. Muda kila kitu imeisha, ni Yesu anaingia. Yuko na mtu mwingine anaishi leo unateseka. Unaomba vitu kingine. Eske kweli shida unaomba iko vitu inafanikia ndani ya maisha yako? Eske kweli maombi yako yuko kwa ajili ya shida zako? Kwa sababu kitu inaitwa chanzo iko na masema tatu, inaongelea na sehemu ya kwanza. Kwa ajili ya mtu hajafanya chochote anapata shida ndani ya maisha yake. Mtu mwingine ameingia kwenye ndoa kwa ajili ya ndoa zako, mwingine ameumia ametumia magonjwa. Mwingine ameumia ametumia kitu fulani, anateseka. Shida sio mateso yake, shida ndoa. Shetani anataka, Mungu amesema nimechoka, toka. Unatoka unaponya, mwingine ameingia. Amen. Amen. Biblia inasema kila mtu kama unafanya kitu, rudisha kitu unafanya na mikononi ya Bwana. Unaomba, rudisha kazi zao, rudisha shule, rudisha nyumba zako, kila kitu na mikono ya Bwana. Mwambie Mungu, nami nikabidhi biashara zangu. Kwa sababu kama unatembea biashara yako mwenyewe, shetani iko mwiza kuiba. Shetani ameiba kila kitu ya mwana wake. Leo tuko na watu anakuja anaongea sasa kipindi ya pili. Huyu chanzo ya mtu iko mwenyewe peke yake. Anateseka, anapata shida na maisha yake. Lakini shida kubwa kwa sababu amezunguka sana na nyumba munganga. Kila mtu anaingia na nyumba munganga, iko na kitu inabaki huko. Amen. Shetani haina baraka hata kidogo. Ndio umeona mtu mwingine ameenda kutafuta dawa kwa mganga, ametoka chizi. Shetani anaangalia maisha yako huko na nyota. Unakuja amesema hii mfano Mungu ameweka yeye anaishi miaka 80. Unaingia huko amesema tunagawana. Umebaki na Mungu miaka 30, umebaki na miaka ngapi? 50. Tunagawana miaka 50. Miaka 25 naishi, 25 ya nini? 25 ya mateso. Anakuja kufanya kazi hapa. Ndio Biblia imesema yuko na watu wote ametembea na maisha ya utakatifu, baada ya kufa anaenda kupumzika. Mimi mtakatembea maisha ya utakatifu, anakufa anaenda kutumikia shetani. Ndio watu shetani anageuza, anachukua roho yako mkoba pepo. Amen. Watu wangapi inateseka leo? Watu wangapi? Yeye mwenyewe umetembea vibaya. Umetoa mimba 5 6. Hii chanzo maisha yako. Umeokoka bila kutubu. Umeingia kwenye ndoa kuzaa Mungu, hapana. Amen.
Unatafuta kuzaa huwezi kuzaa, unatafuta kuzaa huwezi kuzaa. Alianza kuomba, mtumishi, familia zetu iko na machawi sana, bibi yangu amefunga tumbo. Unaanza kuomba, Mungu, natuma moto inarudi kwako mwenyewe, kwa sababu hakuna mchawi amefunga tumbo zako. Hata iko na machawi na familia zote ya dunia iko na machawi ndani, hata ya wazungu. Kuna machawi nyingi sana ya wazungu. Lakini shida zako sio mchawi. Shida zako umetoa mimba. Mungu amechukia, amefunga tumbo zako. Mwambie Mungu, nisamehe. Mimi nimefanya makosa sana, tubu. Mtumisha kuombea rehema, ili Mungu amfanye vitu kubwa sana ndani yako. Amen. Wewe unaanza kuomba, Mungu, natuma moto, narudisha moto kijijini. Unatumia nani moto? Unatumia wewe peke yako? Nimeona mtu mwingine ameanza kuomba mwakojea mwezi ya kwanza mpaka mwezi ya 12 hajapata jibu ya maombi yake. Amen. 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 Biblia imesema haina nguvu na kila kitu mtatamka kwa ajili ya Mkristo. Mimi inaanzaje wewe? Mtakasema wewe maisha yako unateseka, hata kwenye ndoa hizo kuingia. Unateseka na neno la mtu tu kwa sababu maisha yako hakuna utakatifu ndani. Amen. So, malaika ya ulinzi analinda tu watakatifu. Biblia inasema yeye ameshikilia na mikono ya Bwana. Hakuna mtu anaweza kutoa. Mtu anakuja kanisani anasali vizuri, bado yuko mwizi. Sio mtu kama yeye amefunga maendeleo ya maisha yake. Amen. Mungu anaweza kusema kitu kwa ajili yako. Lakini kama wewe mwenyewe ujui jinsi ya kupokea kitu mbele ya Bwana, unateseka na maisha yako. Amen. Amen. Ujui jinsi ya kulinda, unateseka. Mungu anaongea unabii na watu wawili. Hiyo nabii yao inafanana sana. Yusufu na Samson. Unabii wa watu wawili inafanana sana. Amen. Mungu anaongea na Yusufu. Ameongea na Yusufu, familia zako inapiga magoti mbele yako. Mungu ameenda tena kuongea na Samson. Amesema wewe, anaongea na mama Samson, mtoto anakoma nani? Ufalme. Samson anapiga watu 1000 kwa dakika. Samson amekufa bila kuacha mtoto. Wewe umesema Mungu ameongea ongo. Mtu kama anatoka na maisha mtakatifu anaingia na maisha ya dhambi, kitu ya kwanza anapoteza kila neno Mungu amesema kwa ajili yake. Kitu ya pili anapoteza ulinzi. Kitu ya tatu maombi yake Mungu hawezi tena kusikia. Amen. Amen. Ameona Delila tu amependa mwanamke mwingine na sharti mwingine Mungu amekata, amechafua maisha yake mpaka ameenda kukabidhi mikononi, amekufa kama mtu ya kawaida. Tuko na watu anateseka leo kwa sababu ya yeye mwenyewe peke yake. Ametoka ndani ya neno la Bwana. Mimi siwezi kuamini mtu anaokoka na sali. Nimekuja kuombea mtu amesema mchawi ametumia magonjwa ndani na umwa miguu. Imetoka na munganga na mchawi. Siwezi kuamini huyu Mkristo. Kwa sababu Biblia inasema iko na ulinzi kwa ajili ya watakatifu. Amen. Mchawi munganga hawezi kushika kuchezea maisha ya mtakatifu. Kwa sababu Mungu analinda watakatifu. Mtu kama mimi kama uko mchawi, pima atajua hata jioni hata kesho asubuhi. Niko hapa paka Jumapili, tuko pima kama uko na nguvu. Wewe mwenyewe unaona kikweli Yesu Kristo malaika analinda maisha ya mtumishi. Amen. Kwa nini shetani anachezea maisha yako? Kwa sababu bado hujaokoka. Mara nyingi sana mimi nashangaa, umeona mtu anafanya sherehe kubwa. Mimi miaka 50 ya kuokoka, miaka 20, miaka 10. Nifanye usi sherehe bana ngapi umeanguka? Amen. Hata Yesu Kristo hajafanya sherehe kama hiyo. Sijaona masherehe kama hiyo. Kama inaumiza, vumilivyo tu, lakini mimi namweka kweli.
Kuokoka inaanza sio kwa ajili ya siku umebatiza. Kuokoka imeanza kwa ajili ya siku Mungu amebadilisha maisha yako. Ndio niona leo tuko na uchafu nyingi sana ndani ya kanisa. Mtu anasali bado maisha mapenzi, mtu amesali usiku yuko malaya, na sali yuko mwizi, na sali yuko na vitu vibaya sana. Kwa sababu bado Roho ya Mtakatifu imeshuka ndani yako. Mtu yote ameweka ndani yake, sina mimi nanichukua tu mafuta na weka napata ipako. Hakuna ipako ndani ya mafuta. Ndio niona hata wachungaji anaenda kuingia na ushirikina kwa ajili ya kuangusha watoto. Unakuja kanisa sio kwa ajili ya kuanguka, bali unakuja kanisa kwa ajili ya kuangusha vitu vya shetani kwa ndani ya maisha yako. Mungu amekupa neema na kuanguka sawa, lakini sio kwa ajili ya kuanguka. Tunataka kazi ya shetani inaanguka. Unaishi kama mtoto wa Mungu. Mwanawake amepoteza kila kitu. Ameanza kusema, naamini saizi kama nagusa tu nguo ya mtu Yesu Kristo, maisha ya damu yangu inakatika, ina kuponya mara moja. Umeona? Ametoa imani yake na vitu na watu, amerudisha imani na Yesu Kristo. Ndio mara nyingi sana namwambia mtu, kama unaamini daktari duniani zaidi ya Yesu Kristo, huwezi kupata uponyaji. Amen. Unajua kuishi na nabii iko tofauti na kuishi na apostoli na daktari. Kwa sababu nabii iko kama viko mdomo wa Mungu tu. Anaongea kitu kama Mungu amesema ongea. Kama Mungu hajasema kitu anaongea hapana, anatulia. Amen. Amen. Niko na Mungu unaweza kukana mimi miezi mitatu bila kusikia kitu Mungu amesema kitu fulani. Mimi leo tumekuwa wala naambia Mungu hata Mungu hajasema natamka kitu mbele ya Mungu. Amen. Anatamka kitu na jina la Yesu. Hii tunaongea siku nyingine kama Mungu anakupa neema. Chanzo ya shida zako ni nini? Mtu mwingine umeingia na manyumba ya maungano. Umefunga maisha yako. Umekula maji, umekula vitu. Leo unateseka na maisha yako. Unaanza kutafuta mchawi. Mchawi wewe peke yako umeingia na nyumba ya maungano, umefunga maisha yako. Amen. Mwanamke mmoja Arusha tu anapenda sana mwanaume hapendi. Amechukua picha yake ameenda na nyumba mungano kufunga mwanaume hivi. Amefunga mwanaume, kuna kazi yake vizuri, akapata 1.5 kwa mwezi. Wanawake tamaki mwanaume ameingia na upendo ya vitu mchafu sana. Amesema mke wangu mimi nakupenda sana, nimeacha kazi, nataka kuona wewe asubuhi mpaka jioni. Ameacha kazi. Ameanza kuuza vitu. Wanawake ameanza kulia. Mimi sipisi nini? Mume wangu ameacha kazi, sisi tunaanza kulala kanja. Hakuna kitu nyumbani, tunateseka. Anatembea makanisa na badilisha. Siku moja nimepata neema, nimeenda kuombea kanisa moja ya Kiketini, nimesema mama, nimeona unatembea sana kutafuta. Lakini shida wewe peke yako. Hii mume sio mume wa maisha yako. Hii mume amekana mke wake, umeenda kutafuta mume mgani. Lakini umefunga. Leo amepoteza kila kitu, umeanza tena kuliona nini? Kwa sababu chanzo umeanza mbaya sana. Leo kuna watu ameingia kwenye ndoa bila baraka. Kwa sababu maisha ya ndoa inaanza, umemaliza pesa ya familia, umepata baraka ya kanisa, umeingia maisha ya ndoa. Tuko na watu wangapi anaishi maisha ya ndoa bila chochote? Amen. Anaishi. Siku unapata shida, unapiga magoti unaomba, hata unalia. Mungu hawezi kusikiliza kwa sababu anaangalia maisha yako uko mchafu. Mungu yuko mtakatifu kwa ajili ya watakatifu. Mtu yote kama sio mtakatifu unaongea, unapiga kelele mbele ya Bwana, unakupa hasira na anasikia hata kupigwa wewe. Amen. Mungu anaweka mbali kwa kutembea mchafu bila yake. Mungu akisema acha nenda kugusa tu. Kitu kubwa sana, takasa maisha yako. Amen. Unatakasa maisha yako. Kitu ya pili, wewe uniangalia kitu yote inasumbua maisha yangu imeanzaje? Mtu mwingine mwizi ameiba. Paka siku moja naenda kuiba simu ya watu, mtu amesema mtu ameiba simu yangu.
akuteseka na mambo ya pesa duniani. Leo unateseka. Hata chakula unaenda kuomba, unakosea hata nguo ya kuvaa. Unaanza kusema mchungaji, familia zetu iko na wachawi. Hata tumeomba, wachawi familia kusema mtumishi, tujui tatizo zake. Paka mchawi anatubu, baba, mimi ni mchawi lakini huyu tujui amekoma hivi. Hajapata kwetu. Amen. Kwa sababu nini? Huyu yeye mwenyewe ameiba vitu ya watu, ameingia chini ya laana. Biblia imesema kama umefanya kitu mbaya, kila neno mtanatamka kwa ajili yako inagusa maisha yako. Amen. Na kama uko sawa sawa na Mungu, hata utametamka neno haina nguvu, kwa sababu Roho Mtakatifu inalinda maisha yako. Leo unateseka. Unakuja mwambie mtumishi, mimi nateseka sana kwa sababu nimeiba vitu ya watu. Sijui ile mtu mmoja ametamka vibaya, lakini nakumbuka mtu mmoja amesema mtameiba simu yangu. Akuteseka na maisha. Leo unateseka mtumishi, nakuja nisaidie. Amen. Amen. Nimeenda Zambia kuhubiri. Siku 3 tu, siku ya pili mtumishi amesema niko na evangelist yangu vizuri, na mhubiri vizuri, anafanya kazi ya Mungu vizuri, tunasimamia mambo yote ya pesa na vitu ndani ya kanisa. Lakini na vitu umetoka kwenye mwili, tumeomba hapo. Paka amekonda, ameanza kuumwa, anateseka sana. Mtumishi, okay, tuko na wewe, tunaenda kuona baada ya ibada ya siku ya pili. Baada ya ibada ya siku ya pili tumeenda kuona hiyo saa 3 hiyo hospitali ya serikali. Tumeingia ndani ya hospitali. Nataka kuombea. Mungu amesema acha. Mimi nimewaza kama mtameongea pembeni. Nimecheka nimeangalia. Nataka tena kuombea. Mungu amesema acha. Nimesema sisi hapa tuko na shida nyingine. Nimeuliza kuna shida gani? Amesema mtumishi, watu sikia maumivu kwa sababu mimi ndiye nasimamia kila kitu kanisani. Watu nipiganisha maisha yangu kwa sababu mtumishi anipega sana, mpaka umenifanya hivi. Nasema iko na malaika walinzi kwa ajili ya matakatifu. Umefikaje mpaka? Kitu gani umetoa ulinzi ndani ya maisha yako? Hapana mtumishi, mimi natembea maisha matakatifu. Mtumishi amesema, mtumishi hivyo, mimi sijui chochote. Nasema Mungu anakataa mambo. Nasema sawa, mimi nataka kuondoka. Lakini kama umekataa kusema vibaya umefanya, leo siku yako ya mwisho kuishi, kesho saa 6 unakufa. Niko na neno kubwa kutamba muda ya vitu hizo kufika na maisha yako. Lakini nimeona dola 100 sijui kwa ajili gani. Sina uliza Mungu anakupa mashaka. Mungu amesema wewe mwenyewe unajua kwa nini Mungu anaonyesha dola 100. Naondoka tu. Lakini uko na muda ya kutubu mpaka saa 6 usiku, kwa sababu saa 6 mchana kesho unakufa. Kama hujatubu. Nataka nimeanza kuondoka nilivyo kama hivi. Ameanza kulia. Mpaka amesema naomba mtumishi anakuja. Rudisha mtumishi, nataka kusema. Mtumishi ya pili anasimamia kanisa kubwa sana. Asante. Nimerudi. Mtumishi, nasikia aibu kusema, nataka watoto waondoke, anasema nasikia aibu. Kama unasikia aibu mimi naondoka tu. Wewe ndio unateseka. Wewe unawaza kama mtu anakufa mimi na kuishi miaka mingi 300 sema mali. Amen. Ndio kuishi miaka mingi. Bado niko vizuri. Mimi nateseka hapa, wewe ndio unateseka. Unasikia hivi mimi naondoka, siku umeona kia hivi umeisha. Unaniita lakini kesho saa 6 mchana nakufa. Mtumishi kweli nakufa, nasema nakufa. Wewe umesahau jana usiku Mungu anataka kuua wewe, lakini amerudisha rehema kidogo, amesema nakupa muda wa kutubu. Daktari amesema kweli jana anataka kukufa hapa, paka amepoteza ufahamu. Na Mungu amerudisha kwa ajili yako tu. Ameanza kusema. Siku moja kanisa yao iko kanisa kama kanisa iko na shida ya mambo ya pesa. Kila mtumishi wao weka 10,000, 1,000, 2,000. Sio yeye ndani hesabu pesa. Siku moja mgeni mmoja amekuja. Mama mmoja anapiga mtu Zambia lakini anakaa Amerika. Amekuja tu mkutano, amesema Mungu nauma sana na vitu inatoka kwenye mwili na teseka.
Mamaji inatoka, nimetembea nijapata dawa Ulaya, Amerika, nimerudi mpaka Afrika, mpaka leo nauma. Mungu naamini kwa sadaka iko na nguvu. Nachukua magonjwa yangu yote naweka ndani ya sadaka huko. Naenda kuweka dola 100. Mama yeye ameomba. Nasema Mungu nataka ukumbuke hata sadaka umeniponya. Ameenda na sehemu ya sadaka ameweka dola 100 ameweka. Mama yeye ameenda kukaa. Baada ya wiki mbili mama yeye ameponya bila mtu kuombea kwa sababu sadaka iko na nguvu. Ndio baba utaka amehesabu pesa na mtu mwingine ameangalia pembeni ameona rangi ya pesa hii Zambia hamna. Amemwambia mwingine nichukulie maji, nataka maji. Yeye ameenda kuchukua maji, dola 100 imepotea. Yeye amewaza ameiba pesa, hata ameiba tatizo ya mtu. Baada ya mama ameponya, baada ya wiki mbili, baada ya mwezi anaanza kuumwa, anaanza kusikia kuwasha. Yeye amepata magonjwa mama hii mara 7. Ameanza kuteseka. Hospitali imepoteza zaidi ya dola 10,000, zaidi ya milioni 20. Uponyaji hapana. Paka daktari amesema bado ameharibu kitanda na magodoro zote mikoma maji. Tunataka ufukuze hospitali yetu. Anaishi saizi na kitanda zake na godoro zake imetoka vibaya. Unasikia harufu inatoka chumbani. Unaweza kunepa vibaya na dakika kidogo. Kwa sababu kuna mtu mwingine anakoma mnene sio na mambo vizuri. Anakaa pembeni ya takataka. Harufu ya takataka imesaidia kwa mnene. Lakini tuko sina mtu anakoma mnene kwa sababu anakaa vizuri, anakula vizuri. Kila kitu iko na vitu viwili tu. Hata sisi tumeingia Sibuyu tumeteseka sana, hata kula nyama hawezi kula. Amekoma vibaya sana. Paka macho maji inapita kwenye macho. Amevima, amekoma kama mtu ameshakufa miaka nyingi. Kila mtu anaumwa, amekimbia chumbani, amebaki mwenyewe. Hata magidi ya usiku dirisha linalala wazi kwa ajili ya harufu kutoka. Amemaliza kusema. Tumesema hii ndio shida. Lakini fanya rudisha pesa hii. Kwa sababu Biblia inasema mtu anafanya fanya rudisha pesa. Tumesomea Biblia, amerudisha pesa si mara ngapi. Tumeombea. Nimeondoka, nimesikia baada ya siku kidogo amepona. Mtu kama huyu hawezi tena kuiba. Tatizo zake sio kanisani, sio ndugu zake. Kanisa zake ameiba kitu. Naongea kwa kila kitu inaitwa tanzo. Leo wa Kristo wangapi iko chini ya laana? Umepiga baba zako ya mwili, baba zako umezaliwa unapigwa hivi. Baba, unakuna papa unaanza kupigwa. Mwingine mwana wake unagombana na mzazi yako ya mama yako. Mama